Julai 30, dunia inaadhimisha siku ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, huku Umoja wa Mataifa ukitoa wito kwa serikali, mashirika na wananchi kuimarisha juhudi za kukomesha uhalifu huo unaoathiri mamilioni ya watu ulimwenguni. Kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza juu ya umuhimu wa kuweka manusura katika juhudi za kupambana na masuala ya uhalifu na kuhakikisha kuwa wanapata ulinzi, huduma za afya, msaada wa kisheria na fursa za kurejea katika maisha ya kawaida. Hapa studioni tunaungana naye Kasmir Valentine ambaye ni mwanaharakati kinara wa mapambano dhidi ya vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu. Valentine, karibu sana. Asante sana. Kwa mara ya kwanza unakuja Crown, eh? Ya, hii ni mara yangu ya kwanza. Karibu sana. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba bara la Afrika linachangia karibu 30% ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa Tanzania hali ikoje? Kwa Tanzania hali naweza kusema inazidi kukua kulinganisha na takwimu za kipindi cha nyuma. Na sasa hivi kumekuwa na ongezeko kubwa sana la usafirishaji haramu wa binadamu ambao umevaa sura mpya na unaitwa ni usafirishaji haramu wa binadamu kwa lengo la tunaita forced criminality au uhalifu wa mtandaoni. Hiyo inakuwa vipi? Na hasa hiyo imekuwa ni kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema ni trapped behind the scam. Trapped behind the scam, tukimaanisha kwamba ni watu ambao wamelaghaiwa ama wamedanganywa na kuvutiwa na ahadi za namna tofauti, alafu wakajikuta katika mtandao wa uhalifu wa mtandaoni. Na hiyo sana sana imekuwa ikiwalenga vijana na wasomi kama mkurugenzi wa IOM alivyoweza kuzungumza leo katika video ambayo imeonyesha katika kusherekea siku hii ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Kauli mbiu ya mwaka huu inayozungumzia trapped behind the scam imeweka wazi wasomi vijana wamekuwa ni target kubwa. Na target hii imekuwa ikiwanufaisha vipi hao wasafirishaji? Sasa ni kwa sababu vijana, cha kwanza, wana nguvu, lakini wanajua namna gani ya kutumia mitandao, especially mitandao ya kijamii. Lakini cha pili ni wale ambao tayari wana elimu aidha ya vyuo vikuu, ambao wanaweza wakaelekezwa kidogo tu namna gani sasa wafanye uhalifu wa mtandaoni. Kwa hivyo wamekuwa ni target kubwa. Uhalifu huu unafanyika namna gani kwa mtu ambaye anatusikiliza na haelewi usafirishaji haramu wa binadamu ni kitu gani? Kabla sijaenda namna ambavyo unafanyika, labda tungeanza na huo usafirishaji haramu wa binadamu wenyewe ni nini? Ili mtu anayetusikiliza labda aweze kujua, akiona vitu gani anajua usafirishaji haramu wa binadamu umetendeka. Alafu turudi sasa unafanana vipi. Hapo katika unafanana vipi nadhani tutaangazia kwenye maeneo ya indicators au viashiria, ili kusudi watu wengi waweze kuwa aware na waweze kujiepusha na hiyo mitego. Cha kwanza, usafirishaji haramu wa binadamu ni kosa kisheria ambalo linatekelezwa na watu wenye nia ya kuwatumia watu wengine kwenda kuwanyonya, yani kuwatumikisha, kuwa exploit Kiingereza tunasema. Sasa ili kosa la usafirishaji haramu wa binadamu liwe limetendeka, kisheria tunaangalia mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza tunasema ni kitendo. Kiingereza tunasema act. Kitendo cha kusafirisha kiwe kimefanyika. Jambo la pili tunaangalia means. Njia gani imetumika au mbinu gani imetumika. Na kitu cha mwisho tunachokiangalia ili tufikie conclusion kwamba usafirishaji haramu wa binadamu umefanyika, tunaita purpose. Yani lengo au dhumuni ni nini kwa kumsafirisha huyo mtu. Na dhumuni siku zote linakuwa ni unyonyaji. Na njia zinakuwa ni zipi? Njia zinazotumika sasa ziko njia nyingi. Njia ya kwanza ni ulaghai. Ama tuseme udanganyifu. Mtu anaitwa kutoka Mwanza, anaambiwa kuna kazi nzuri sana ya M-Pesa hapa Dar es Salaam, utalipwa 300,000 kwa mwezi. Binti anatafutwa pale Mwanza, anafika Dar es Salaam. Tuna kesi kama hizo ofisini, ndio maana nimeichukulia kama scenario. Akifika hapa anaingizwa kwenye majumba ya massage. Akishaingizwa kwenye majumba ya massage, hamna tena M-Pesa hapo. Mule kwenye majumba ya massage, huyu binti anakuwa anafanya kazi ya massage, lakini anakuwa anatumikishwa kingono. Kwa hiyo ukumbuke alipewa ahadi ya kuja kufanya kazi ya M-Pesa. Na akapewa mshahara mzuri kwenye simu lakini. Kwa hiyo ile ilikuwa ni njia ya kumvuta. Sasa anapofika huku anajikuta lile alilokuwa ameitiwa silo, lakini anafungiwa kwenye majumba ya massage kwa ajili ya kutumikishwa kingono, na anayechukua pesa anakuwa ni yule aliyemleta.
Kwa hiyo tayari kitendo cha usafirishaji kimefanyika. Njia iliyotumika ni ulaghai au udanganyifu, na lengo kubwa ni mtu kuja kumnyonya huyu binti, yeye aingize mapato. Hapo tayari usafirishaji haramu wa binadamu umefanyika. Watu wengi Valentine wakisikia usafirishaji haramu wanawaza kutoka taifa moja kwenda taifa jingine, na hapo umetupa scenario tofauti kabisa ambayo kwa kiasi kikubwa imeongeza uelewa kwa watu. Hebu tuweke sawa hapa kwenye jamii, anavyosikia hiyo usafirishaji haramu wa binadamu ajue kwamba ni kutoka taifa moja kwenda jingine ama hata ndani ya taifa hilo hilo. Labda niseme tu kwa uelewa wa haraka ili mtu aweze kuelewa. Kwa mfano tuna biashara. Biashara tunasema tuna biashara za ndani na biashara za kimataifa, si ndio? Ukianza kufanya biashara leo na Kenya tunasema wewe ni mfanya biashara wa kimataifa. Lakini ukifanya biashara unatoa mzigo Dar es Salaam unapeleka Mwanza, tunahitaje? Mfanya biashara wa ndani. Ndivyo ilivyo usafirishaji haramu wa binadamu. Kuna usafirishaji haramu wa binadamu wa ndani na usafirishaji haramu wa binadamu wa kimataifa. Maana yake wa kimataifa ni unaovuka boda. Wako watu wanasafirishwa kutoka Tanzania kwenda Myanmar, kwenda Omani, huko nchi za Kiarabu, kwenda kutumikishwa. Sasa akishavuka boda tayari tunaita ni international. Na unaitafsiri vipi ikiwa kwamba awali labda sikudanganywa, mtu ameniambia mimi nitakuoa, njoo taifa fulani, nimefika ndoa kweli imetokea, lakini baadaye mtu akaanza kutumikishwa? Bado inakuwa ni usafirishaji haramu kwamba ulidanganywa lakini tu hukujua purpose yake kama unavyosema, ama inakuwa vipi ile goal ikibadilika baada ya kipindi kadhaa cha kuishi kile ambacho uliahidiwa? Moja kwa moja tutarudi kwenye yale mambo yetu makubwa matatu. Ujue sheria yenyewe sio kama kupiga ramli. Kwa hiyo lazima hatutabahatisha. Lazima itaangalia na kuchakata ushahidi wote, vikitimia vile vitendo vitatu ambavyo tumevisema, ambapo tutaiangalia kitendo kilichokuwa kimetokea hapo, lakini tutaangalia nia iliyokuwepo hapo ama mbinu ama njia ambayo ilitumika, na mwisho wa siku tutaangalia huyo mtu alivyomwacha huyo mke, wakati huo yule mke akitumikishwa kingono, nani alikuwa mnufaika. Kama ni yeye ndo anaanza kukusanya mapato, basi moja kwa moja tutakuja kuona sheria inasemaje hapo. Kwa hapa nyumbani Tanzania tukitazama biashara hii haramu ya usafirishaji wa binadamu, iko katika makundi mangapi makuu ambayo yameshamiri zaidi? Sasa tuje kwenye aina za unyonyaji wa usafirishaji haramu wa binadamu. Katika aina za unyonyaji wa usafirishaji haramu wa binadamu, aina ya kwanza ambayo ndio aina inayochukua idadi kubwa ya wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu ni unyonyaji wa kingono. Tunaita sexual exploitation. Sexual exploitation yenyewe imekuwa na tuseme na wateja wengi zaidi. Kwa sababu gani? Kuna demand kubwa ama kuna uhitaji mkubwa sana katika haya masoko ya kingono duniani. Tukiongelea makasino, tukiongelea hizo sehemu za massage parlor, tukiongelea sehemu hizo watu wanakwenda kwenye sauna and all that. Kwa hiyo hivi karibuni mmesikia kisa kizuri sana ambacho ni very famous, kinaitwa kisa cha Epstein file, ambacho walikuwa wanasafirishwa mabinti wadogo kupelekwa kwenye vile visiwa, sio? Kwa hivyo unaweza kuangalia namna gani usafirishaji upi utakuwa umeshamiri sana. Ni usafirishaji kwa ajili ya watu kwenda kunyonywa kingono. Na takwimu zinaonesha, UNODC takwimu zake za mwaka 2021 zinaonesha kwamba usafirishaji haramu wa binadamu ndio biashara haramu pekee ambayo inaingiza mabilioni ya pesa kwa hawa wahalifu. Takriban dola bilioni 150 zinaingizwa kwa mwaka kwenye biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Dola bilioni 150. Lakini kwenye hizi dola bilioni 150, dola bilioni 90 zinatoka kwenye unyonyaji wa kingono. Kwa hiyo dola bilioni 60 tu ndo zitatoka kwenye aina zingine za unyonyaji. So unaweza kuangalia namna gani huo unyonyaji wa kingono ulivyo na wateja wengi. Sasa nitarudi hapo nikwambie kina nani ni target kubwa. Kwa hiyo kwa sababu unyonyaji wa kingono unawaingizia hawa traffickers pesa nyingi, target kubwa imekuwa ni wanawake na mabinti. Tuko pamoja Wanawake na mabinti ndio wamekuwa target kubwa. Kwa sababu gani? Mtu mmoja anaweza akamchukua binti wa Kitanzania hapa, akamuona vizuri, anaonekana she's good, she has a good looking, ana shape, ana muonekano, akamwamua kumdm,
katangaza ndoa kabisa. Kambembeleza vizuri, akamwekea apartment Masaki, akamnunulia Range Rover Sport, akaiweka na jina lake. Binti anajua hapa si ndo mume nimepata hapa. Anaenda kuomba na baraka za wazazi kabisa. Baada ya muda mfupi yule bwana ana safari zake, anaenda let's say nchi yoyote. Dubai, Omani, Qatar, Thailand. Akifika huko anamwambia tu bebi wake, njoo bwana uje huku kwanza tuspendi wiki turudi Tanzania. Utaacha kwenda? Unaenda, lakini kumbe mwenzako kashapiga mahesabu, siku ukikanyaga pale anachukua passport, anachukua kila kitu. Alafu kashapiga mahesabu katika soko lao mtu wa design yako. Wewe kwa siku unaweza ukalala na wanaume wasiopungua 20 hadi 30. Na ndio kinachofanyika. Na kila mwanaume anaweza akawa analipa $500 let's say, $1000. Sasa kama unaweza ukaweza kuwahudumia wanaume 20, huyu bwana akaingiza $1000, maana yake kwa siku anaweza akaingiza $20,000. Sasa anaweza akakutumikisha kwa miaka 3. Ukishamaliza hiyo miaka yake 3, anakuambia zile hela nilizokuwa nimekununulia Range, apartment na visa na passport nimeshajirudishia. Kwa hiyo sasa hivi unaweza wewe ukaendelea au ukarudi kwenu. Kwa hiyo wengi wanarudi huku wakiwa traumatized, wakiwa wamesha kinai utu wao, yani mtu anarudi akiwa ametwezwa utu wake. Lakini mwanzo ilianza kama safari ya mapenzi na hadi tamtam. Kwa hiyo tunaangalia sasa namna gani hao watu wanaweza wakatrafiki watu. Cha kwanza, njia inayotumika ya kulaghai, ya viahadi. Kwa hiyo nimechukua mfano mmoja wapo katika mingi. Kwa hiyo aina nyingine ya unyonyaji katika usafirishaji haramu wa binadamu tunaita servitude au kazi za ndani. Inaweza ikawa kazi za ndani, inaweza ikawa viwandani, inaweza ikawa kwenye migodi, inaweza ikawa kwenye mashamba ya kahawa na kadhalika. Hiyo nayo imekuwa ikichukua vijana wengi. Wengi wamekuwa wakipelekwa kwenye kuvua samaki huko, wanachukuliwa vijana wengi. Wengi wamekuwa wakipelekwa kwenye mashamba ya kahawa, watoto wadogo, kwa sababu wanasema hawa hata wainami ni rahisi sana katia hizo kahawa. Kwa hiyo nao wanachukuliwa, wanasafirishwa, wanaenda kutumikishwa. Lakini aina nyingine ya unyonyaji tunaita organ harvest. Wengine wanasafirishwa hivyo kwa sababu kuna kibosile mmoja huko Oman, huko Muscat, huko wapi, Dubai, anakaribia kufa, anahitaji figo. Kwa hiyo anatoa dau kubwa kwa maagent wa ajira. Sawa Anasema nitafutie vijana wa umri huu mpaka umri huu, kuna kazi za supermarket Oman au Dubai, waje. Kwa hiyo inatangazwa ile, na mwisho wa siku vijana wengi sasa wanakuja kuingia kwenye mtego. Maana watu mara nyingi hawafuati njia sahihi za kutoka nchini. Kwa hiyo wanapokuja kutoka, akifika kule, yeye anaweza akafika tu akashangaa na pimwa afya. Vibaya sana. Wanasema top hour hii, lakini pia unaweza kutop koo lako ama kutop kinywa chako na Captain Morgan. Unajua ukisikia hizi habari za usafirishaji haramu inaweza kidogo ikawa kuchanganya ama imekufrustrate. Kwa lazima ulegeze nati za ubongo kiasi ili uendelee kupata madini mengine kutoka kwa Valentine. Hakikisha kwamba una umri wa miaka 18, lakini pia unakunywa kistaarabu. Tembelea tovuti ya www.drinkiq.com ili uweze kupata dondoo mbalimbali za kunywa kistaarabu. Sawa kabisa. Valentine, ulikuwa unatuelezea hapa kwa uzuri kabisa juu ya makundi haya ambayo yamejikita zaidi hapa nchini kwetu. Lakini haya mambo yamekuwa yanashtusha sana. Yaani hapa unaeleza, mimi kiukweli yani binafsi na roho kidogo inatafakari vitu vingi mno. Bila shaka hiki ni kitu kikubwa, si kitu kidogo. Na mpaka umetupatia takwimu hapa za kiasi cha fedha kinachotathminiwa kupitia makundi haya ya watu wanaotumikishwa kingono. Maana sio kitu rahisi. Mnawezaje kupata takwimu za namna hii na kujua vitu vya namna hii ambavyo kiukweli si rahisi, vinakuwa vimejificha sana? Naam, swali lako ni zuri. Cha kwanza kwa Tanzania tunaweza tukazungumza kabla ya mwaka 2024, tukiongelea miaka kama 3 nyuma, takwimu zinasema kwamba kulikuwa hakuna juhudi zozote au mfumo yakinifu wa ukusanyaji wa taarifa za usafirishaji haramu wa binadamu. Na taarifa nyingi zilitegemea na kuzalishwa na taarifa za kikazi za polisi na baadhi ya watoa huduma, na hizo ndo zilizokuwa zikichukuliwa. Lakini tuseme kwamba juhudi zimefanyika kwa kupitia taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inajihusisha na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu inayofahamika kwa jina la TANAHAT,
TANAHAT ni Tanzania Network Against Human Trafficking. Ni mtandao wa kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu Tanzania, ambapo yenyewe inashirikiana na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali zaidi ya 135. Kwa hiyo TANAHAT yenyewe ni kama umbrella, ni kama mwamvuli ambao chini yake kuna taasisi zaidi ya 135 nchi nzima. So hizo taasisi zote, kila taasisi inapokuwa imeweza kumwokoa mhanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, let's say watoto, let's say wanawake, let's say wanaume, ina document zile taarifa kwamba tumewapata watoto wa rika hili ambao walikuwa wamekuwa trafficked kwa ajili ya sexual exploitation. Tumepata vijana hawa ambao walikuwa trafficked kwa ajili ya servitude. Tumepata vijana hawa ambao walikuwa trafficked kwa ajili ya organ removal, let's say. Kwa hiyo tunapokuja kukusanya hizi taarifa zote za taasisi wenza wa TANAHAT, mwisho wa mwaka tuna come out with the annual report ya hali ya usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo mkononi mwangu hapa kuna hii report. Hii ni report yetu ambayo ilikuwa tuitoe ni ya 2024 2025, na hii ndio ilipaswa kuwa ripoti ya kwanza ya hali ya usafirishaji haramu wa binadamu nchini tangu kupatikana kwa uhuru wa taifa hili. Kwa hiyo hii imeshatolewa lakini bado hatujai launch. Ila nilikuwa nataka nikuoneshe tu, hii ndio ripoti ya kwanza ambayo iko very comprehensive, ambayo inaangazia mikoa yote. Visa vingapi vilipatikana mkoa gani, visa vingapi vilipatikana mkoa gani. Kwa kupitia msaada wa haya mashirika tunaweza kupata. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, tunafanya kazi kwa karibu sana na shirika linalo na secretariat ambayo inaitwa ATS. ATS ni Anti-Human Trafficking Secretariat. Secretariat ya kupambana na ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini, ambayo yenyewe iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Kwa hiyo wao sasa hawa ndio watu wanaosaidia wahanga, wanaowapokea, wanaohakikisha wanawapa misaada ya usafiri watu waliokamatwa huko nje, you understand. Kwa hiyo ATS, kwa sababu ni wadau wetu wakubwa, sisi tunapokuja kukutana nao tunapata dokumenti zingine nyingi kutoka ATS. Mnawasaidia vipi wale ambao nao bahatika kuweza kuwaokoa katika majanga namna hiyo? Okay, cha kwanza kabisa misaada iko mingi, kwa sababu ili ujue unawezaje kumsaidia mtu, cha kwanza lazima ujue ana shida gani. Yuko mwingine ambaye anahitaji kuunganishwa tu na familia yake, kufanyiwa tu family reintegration. Kwa hiyo akikutana na familia yake tayari yuko sawa. Lakini kuna mwingine ambaye amekuwa traumatized kama tunavyosema, ama amepata Kiswahili kizuri wasiwasi, amekutana na majanga kiasi kwamba haamini mtu yeyote. Kwa hiyo anahitaji msaada wa kisaikolojia. Kwa hiyo hawa watu ambao wanahitaji misaada ya kisaikolojia tuna wataalamu. Kuna wale kama wafungwa Valentine. Unajua kuna baadhi ya wafungwa akishazoea kukaa gerezani, hata anapopata msamaha wa rais anaona kama mimi nimeshazoea jela. Kuna wale ambao mnawapata na wanaona kabisa asitaki hata kurudi huko nyumbani. Wako wengi, na wengine tumeshawahi kuwapata mabinti ambao walikuwa wanatumikishwa kingono nchini Thailand, na tukapambana kweli wakaweza kurudi nchini na wakasaidiwa. Lakini baada ya kufika nchini, baadaye wakaja wakaanza kutoa some excuse, lakini ukiangalia ni mtu ambaye tayari hayuko sawa kisaikolojia. Kwa hiyo baadaye wakachagua, wakaona kwamba kuliko niishi maisha haya, it's better nikarudi kule nilipokuwa nikitumikishwa. So sisi hatuwarudishi, lakini wakaja wakatumia njia walizozitumia. All of a suddenly tunakuja kusikia wale mabinti mliowasaidia wakarudi nchini, wakati taasisi zinaendelea kufanya mikakati ya kuwasaidia, tayari wameona maisha ya huko hayawafai, wanataka warudi wakaendelee kutumikishwa kingono. Kwa mfano walirudi, lakini saizi wanakuwa wanarudi on their consent, kwamba wanatambua nini wanaenda kukifanya. Lakini before ni kama walikwenda wakaingia kwenye mtego wakatumikishwa. Lakini sasa wamekuja huku baadaye wanaamua kurudi tena. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ameshaondolewa ule utu wake, lakini pia ameshafikia hatua tunaita distressed. Yani mtu aliyopata stress mpaka ikafikia akaizoea akaona sasa acha yawe ndo maisha. Watu wanakuambia amedata kabisa. Kwa hiyo inatokea saa nyingine vitu. Kuna kesi nyingi sana Valentine za pia watu kutumikishwa kwenye kazi za majumbani, hasa Omani huko na wapi, na watu wanalalamika kweli kweli. Familia zinalalamika, hasa wengine wanakosa misaada kwa hali hiyo hiyo ya kufika kule, na nyang'anywa passport na vitu vingine, wanatumikishwa kweli kweli, lakini hawapati msaada hata wanapopiga kelele. Hili kwa nini mnalitazama vipi? Cha kwanza
Kama nilivyosema, serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kitengo cha ATS, Anti-Human Trafficking Secretariat, yani tuseme kwa sababu ni watu ambao tunafanya nao kazi kwa karibu, tunawafahamu hawa watu hawalali. Usiku na mchana wako bize kuhakikisha vijana wetu wanakuwa salama, wanalindwa na kuhakikisha kila mtu ambaye amesafirishwa kiharamu anarudishwa nchini kwa njia salama. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba itategemeana na huyo mtu yuko tayari ama yuko radhi kusaidiwa kwa kiwango gani, kwa sababu huwezi kumsaidia mtu ambaye bado hajamade mind yake kusaidiwa. Ndio kama nilivyosema, unaweza ukamsafirisha mtu ukamrudisha Tanzania, alafu kwa njia zake anazozijua yeye ukastukia tayari alishagaondoka nchini. Sasa sijui namna gani serikali inaweza ikapambana. Kwa mtu ambaye labda pengine anatusikiliza hapa sasa hivi, ana ndugu au pengine mwenyewe anatusikiliza kupitia Kasri wakati huu na yuko kwenye majanga kweli kweli, hajui afanye nini, anzie wapi amalize wapi, unamweleza nini? Au anatakiwa kukimbilia mahala gani? Ambaye amekuwa trafficked Tanzania ama nje, iwe ndani iwe nje. Very good. Cha kwanza kabisa, hawa watu mara nyingi wanakuwa wanawekwa kwenye nyumba zenye uzio mkubwa, nyumba zilizokuwa fenced, maybe nyumba zenye uzio wa umeme na kadhalika, na wanakuwa hawapati access ya mawasiliano, lakini hawapati access ya kuonana na watu wengine. Kwa unaweza kukuta wamefungiwa wakitumikishwa. Kwa hivyo kwa watu kama hao, saa nyingine inakuwa ni ngumu sana hata kuwashauri wafanyeje. Kwa sababu hata hichi kipindi ambacho sisi tunaongea saa hizi unaweza kukuta hawakisikii. Hawapati hiyo access ya kupata haya madini. Kwa hiyo tukisema wafanyeje walioshakuwa wameshikiliwa huko, saa hizi inaweza ikawa hawasikii chochote. Labda sisi tuwaambie hawa wanaotusikia wajiandae vipi ili siku nyingine wasije wakawa wahanga. Labda kuna mwingine tu anasikiliza, yani yuko tu mtu pengine labda anajua amekutana na mtu huko ndo yuko kwenye kazi yake, lakini anasikiliza kitu cha namna hii, imetokea bahati yake. Very good. Kama tayari kuna mtu ambaye yuko kwenye hali kama hiyo, cha kwanza kabisa ili ajue pale alipo amekuwa trafficked ama amesafirishwa kiharamu, aangalie vielelezo ama dalili nilizozisema. Yeye yuko kwenye kazi ambayo ndio ilikuwa makubaliano, anachokifanya anakifurahia kwa kiwango gani? Je, anafanya kazi halali? Analipwa mshahara, anapata ujira wa kazi anayoifanya? Lakini kitu kingine, kama kuna manyanyaso yoyote yanatokea ama ananyanyasika kwa namna nyingine yoyote ile, huyo mtu anatakiwa kuhakikisha akipata opportunity yoyote ile aitumie vizuri sana. Kwa sababu gani? Nina visa kadhaa vya mabinti ambao wameshatoroka kwenye majumba, tena hapa Mikocheni. Kuna mmoja tumemwokoa, alikuwa Mikocheni hapa. Alikuwa trafficked hapa, aliitwa kufanya kazi ya M-Pesa, akafika stendi pale, akaja akapokelewa na mama mmoja. Mama amepiga ushungi wake kwenye gari kubwa sana, binti anasema kama Land Cruiser, wakaenda naye nyumbani. Kufika nyumbani, geti linafunguka tu lenyewe, ni sensa hapa Mikocheni. Ghafla wakaingia mule ndani, binti akamwambia mimi kwa kuwa nimelala stendi naomba nikapumzike kidogo. Akamuonesha chumba. Binti anasema saa 6 mchana akashangaa na mwagiwa maji. Kuamka akamuona yule mama yuko tuna nguo za ndani. Anambia nenda ukanipikie. Yule binti akamwambia mimi sijui kupika. Akamwambia kwani wewe kazi iliyokuleta hapa unaijua? Akasema kazi gani? Si ni M-Pesa. Akamwasha makofi akamwambia una akili ni M-Pesa, umeona maduka hapa? Anambia sasa mama mimi nimefuata kazi gani hapa? Wewe nenda kanipikie. Binti anasema baada ya hapo, baada ya muda sio mrefu yule mama akamwambia haya ingia huko bafuni twende ukanifanyie massage. Anambia mimi sijui jinsi ya kufanya massage. Akaanza kupata makofi ya kutosha. Baadaye usiku yule mama akamkabidhi kinguo ambacho kina kama ni plastic toy yenye utupu wa mwanaume. Akamwambia kazi yako wewe hapa sasa hivi utakuwa ukifanya hii kazi. Je, unaijua? Akawa anataka yule dada, yule binti awe analala naye kama mtu anayelala na mwanaume. Kwa yule binti akaanza kutumikishwa kingono namna hiyo kwa mwezi mmoja na siku 19. Anasema yule mama akamwambia mabinti wote waliopita kwenye hii nyumba walikuwa wanafanya kazi nzuri sana, na wewe ukifanya kazi nzuri nitakulipa vizuri. Amefunga nyumba, amechukua simu zote, nyumba yote mageti yanafungwa kwa sensor, you can imagine. Kafungia simu zake kwenye drawer yule binti, akamwambia milango ya hii nyumba nikitoka utakiwi kuisogelea, na taa za hii nyumba unatakiwa kuwasha za nje tu, sio za ndani. Kwa hiyo akawa akitoka anatoka na funguo, yule binti anabaki mule ndani. Yeye kazi yake ni usiku anafanya hiyo kazi. Anasema akaanza kuwa anamtunza yule binti. Yule binti anasema wakati tukifanya hicho kitendo ananirushia hela, nikakusanya ndani ya mwezi nikajikuta na 900,000.
Akanipa na 200,000 yangu ile ya M-Pesa walioniahidi, nikawa na 1,100,000. Binti anasema ilifikia hatua nikatamani ningeendelea na hiyo kazi. Lakini kilichokuwa kinaniofisha, alikuwa ananipiga sana na kunitishia kuniua. Lakini cha pili, nilikuwa sina uwezo wa kuwasiliana na ndugu zangu. Kwa hiyo siku moja nikatafuta kwenye hiyo nyumba, nikakuta kuna mlango wa nyuma uko wazi. Ndipo nikarusha begi, nikarusha na vitu vyangu, nikatoroka. Lakini alivyotoroka yule mama akaenda kumshtaki kwa rafiki yake aliyomletea. Akamuuliza, huyu binti amerudi Mwanza? Akasema kaniibia dhahabu, kaniibia na dola 5,000 ndani. Kwa hiyo askari wakaenda wakamkamata yule binti, wakajua ni mwizi. Akapelekwa Mwanza kituoni, akaletwa hapa, akaanza kwenda hakimu mkazi Kisutu pale. Hakimu akasema huyu ni mtoto mdogo, mpelekeni mahakama ya watoto. Akapelekwa Upanga, mahakama ya watoto, juvenile court. Kwenda pale, yule mmiliki wa pale ni rafiki yetu wa karibu sana. Akambananisha maswali huyu binti. Binti ndio kujieleza, akasema mimi huko kwingine kote sikupata nafasi ya kuongea, nilikuwa naona aibu. Lakini mimi sijaiba. Huyu mama alikuwa ananifanyia 1 2 3 ndio nikatoroka, kanibambikia kesi. Na kweli yule mama hajawahi kutokea pale. TANAHATI tukawa tunawasaidia hao wahanga, hao vijana wa hicho kituo. Siku ya mtoto wa Afrika mimi nikaalikwa pale. Kufika ndo wale vijana naoneshwa. Nilipowakaribisha ofisini ndo wanatupa hicho kisa. Kwa mpaka sasa hivi tunaendelea kukifanyia kazi. Kwa hiyo mambo ni mazito. Valentine, kwa mfano hivi sasa mtu ambaye anatafuta kazi, nafahamu vijana ndo kundi kubwa ambalo lipo kwenye ombwe la kutafuta ajira, na kama ulivyosema ni kundi ambalo pia liko targeted. Ni viashiria gani vinaweza kukufanya ujue kwamba hapa nakuwa trafficked na hapa kweli hii kazi ni ya ukweli? Safi sana, swali zuri na ningeenda huko. Cha kwanza kabisa, kama unafanya kazi ndani ya nchi, kuna shirika linaitwa TAESA. Kwa hiyo vijana wote wanaonisikiliza wafuatilie kitu kinaitwa TAESA. TAESA ni Tanzania Employment Service Agency. Ni wakala wa fursa za ajira Tanzania. Kwa hiyo ukisikia kuna ajira fulani inatangazwa, hebu jaribu kwenda TAESA. Kama unaweza ukapata nafasi ya kuwafikia ama kupata mtu anayewafahamu ama kupata mawasiliano nao, waulizie, je, hii taasisi ninayoambiwa, je, hii kazi ninayoambiwa iko halali kwa kiwango gani? Hicho ni kitu cha kwanza ambacho nitawashauri vijana. Lakini kitu cha pili, wasifikiri kuna shortcut kwenye maisha. Hii shortcut imewaathiri wengi sana. Yaani kutafuta maisha ya shortcut ya njia ya mkato, kwamba nataka tu niende mara moja hapo Dubai, nimeambiwa nitapiga kazi kila mwezi kuna milioni 10, milioni 5, hela ndefu, ndani ya mwaka mmoja nakuja nakuwa nimejipata. Hamna maisha design hiyo, my friend. Kwa hiyo ni washauri vijana, cha kwanza angalia njia halali na za kisheria za hiyo taasisi unaoitiwa kazi. Lakini cha pili, angalia vigezo ambavyo unapewa. Kwa mfano, unakuta mtu anaitwa sasa hivi, mimi niliendesha operation moja mkoa fulani, sitautaja hapa. Vijana wanaitwa kutoka mikoa mbalimbali, wanafungiwa kwenye manyumba, na wakati wanaitwa wanaambiwa unakuja, kuna ajira 2.5 milioni, njoo tuma vyeti vyako, tutakuita kwa ajili ya interview. Wewe umemaliza form 4, unaitwa kwenye ajira 2.5 milioni. Hebu uliza madaktari wanalipwa shilingi ngapi? Uliza basi hata ma-accountant wanalipwa shilingi ngapi? Uliza basi hata watu wa immigration wanalipwa shilingi ngapi? Uliza taasisi zingine. Yaani wewe umemaliza tu huko kijijini unaitwa 2.5 milioni kwa mwezi, na wewe umekurupuka. Umekuja. Kwa hiyo kuna viashiria ambavyo ukiviona unaona tayari hapa ninapangwa, ninaandaliwa hapa, naingizwa mtegoni hapa. Mfano, juzi nimetoka kumuokoa binti mmoja, alikuwa anapelekwa Dubai. Kakutana na mzungu hapa club, wameanzisha mahusiano ndani ya wiki moja. Na dada zangu mimi nitawaonya tu leo mnaonisikiliza, yaani simsemei mtu kuhusiana na nini, lakini tumekuwa ni watu ambao tunaishi kitu kinaitwa white man syndrome. Yaani ukiona mzungu unaona hela. Hiyo mbaya hiyo. Ukiona tu mzungu unaona ushatoboa maisha. Wanachanganyikiwa. Ewa, sasa huyu dada yeye kakutana na mtu wake hapa Dar es Salaam. Umeenda club, wamekutana na huyo mzungu kamspoili, ndani ya wiki moja mzungu kaenda zake Dubai. Baada ya kufika Dubai anamwambia mimi niko Ujerumani, lakini kuna mkutano wa biashara hapo Dubai wa wiki moja. Nimesha kuandalia tiketi, sasa nataka nikutumie hela ukatengeneze passport ya haraka. Huyu binti amemaliza chuo kikuu kabisa. Binti akaenda akatengeneza passport. Akatumiwa tiketi kabisa, return ticket. Akaambiwa ndani ya hii wiki moja, huo mkutano wa biashara unaoenda kuhudhuria utalipwa jumla milioni 45 ya Tanzania. Alafu utakapolipwa hiyo hela yako hakikisha unapotea. Yaani usionekane Dubai, wewe ondoka zako, nenda, kama utaenda nyumbani utaenda wapi, uondoke, ni mkutano wa wiki moja, zingatia hilo. Akatumiwa tiketi kabisa, return ticket. Yule binti anasema ndani ya
wiki hiyo kwanza rafiki yake wa karibu ndo alinipigia mimi simu, kwa sababu tulikuwa tunaendesha mafunzo ya wadau wa sheria. Sasa rafiki yake mmoja akaniambia, Valentine, kuna viashiria ambavyo tulivisoma na viona kwa huyu binti. Yaani familia imeparanganyika, kila mtu asikilizwi, binti wanamzuia, lakini binti anasema mnanikatili tu, mnanifungia fursa yangu ya kutoka kimaisha. Sasa nikamwambia huyu binti, nikaongea naye, nikamwambia hebu kuwa makini. Huyu mtu anakuita kwenye kikao cha wiki moja cha milioni 45. Unalipewa milioni 45 kabisa ndani ya wiki moja kuhudhuria kikao. Wewe unaenda kuweka input gani kwenye hicho kikao kwanza? Tuanzie hapo. Wewe unaenda ni facilitator? Amna, na hudhuria tu. Kuhudhuria kwako tu hicho kikao. Ukalipwa milioni 45. Hata wanaoenda tunaoenda kuwa facilitators ya tulipwe pesa hiyo bwana. Yule binti akarudi ndani ya siku 2 akaangalia online, ticket ya return ikawa cancel. Picha inaanzia hapo. Yule binti sasa, kwanza nimeona ticket ya kurudi kumbe amesha-cancel, kwa hiyo ni ya kwenda tu. Tukamwambia hebu muulize sasa kwa nini ame-cancel hiyo ticket. Mwambie hautaenda. Huyu binti unaambiwa akaanza kumwambia yule mzungu wake. Anamwambia huko mimi siji tena, kwanza nimeona kuna hiyo ticket ume-cancel hiyo ya kurudi. Ambia hiyo ime-canceliwa bahati mbaya, nitabuku nyingine. Yule binti akamwambia mimi nimesha decide sitakuja. Yule kaka akamwambia nisikilize, nishaharibu hela zangu, hakikisha unakuja. Yaani utake usitake utakuja, hela zangu nishaharibu za kutosha. Nikaja nikamuuliza huyo binti. Nikamuuliza kati yako wewe na yeye nani anahitaji sana hii milioni 45? Mbona kama vile anakung'ang'anizia hela sana? Kuna shida gani? Hapo huyo binti ndo akashtukia. Akasema nimeshamblock. Nikamwambia sio kumblock tu, wewe usifikiri yaani nimemblock, nimemwambia sitaki mazungumzo na wewe na kublock. Kwa hiyo nimemblock. Nikamwambia huyu atakuja atakutafuta, utakuja ushangaa unakamatwa mtonini huko una shingo. Wewe njoo tukuelekeze namna gani salama ya kuweza kumwepuka huyo mtu na mitandao yake, maana watakuwinda. Muda unatutupa mkono. Goni Barbershop anasema kwa huo mfano uliotoa hapo Valentine, ndoa, appointment, gari, kisha nje ya nchi, kiukweli sidhani kama kuna mwanamke ambaye atakataa. Barbershop bwana, wapo ambao wangekataa. Ungesema tu baadhi ama wengi, wapo ambao wangekataa. Sarafina Douglas anasema jamani, maisha haya mimi naogopa sana kumwamini mtu, hasa hawa watu wa nje ya nchi wana roho mbaya sana. Anasema hakuna maisha ya mkato, vijana wengi tunapoteana sana. I say Mungu atusaidie sana, atusaidie sana pesa. Kusema ukweli, pesa ni shetani. Vijana tuache kuamini watu hovyo, hasa wa nje. Yani tuliotembea tumejionea, huenda na ushuhuda wa kweli. Lakini kwa nini watu ambao wanakuwa wanapatwa na madhira kama haya ya kuwa trafficked ni wagumu sana kusema? Of course. Na wanakuwa na hofu kubwa. Yeah, of course ni wagumu kusema kwa sababu ya mambo makubwa kadhaa nitayamention. Cha kwanza, hauwezi ukawa ulipelekwa Dubai ukawa unalala na wanaume 20 afu ukija ukawa unasema tu mimi nilikuwa Dubai nilikuwa nalala na wanaume 20 kwa siku. Can you do that? You can't. Kwa hiyo cha kwanza ni aibu. Lakini cha pili, unasema mimi nilipelekwa Dubai, nilipelekwa Thailand, nikawa nafanya kazi ya utapeli wa mtandaoni, kutapeli watu huko kwenye akaunti zao, kuhaki akaunti za watu. Can you do that? Kwa sababu mwisho wa siku hutapata kazi kokote, unakujua ni jambazi, sio? Lakini kingine unajiuliza, nitakapo disclose hizi siri, wale walionipeleka, fikiria watu wanatengeneza bilioni 150 za Marekani kwa mwaka. Wao watu ni watu ambao wana uwezo wa kukupa wewe milioni 20 mpaka 30, wakakwambia tengeneza passport, acha na hela kidogo nyumbani, hiyo ya matumizi, wewe njoo zako huko, kwa sababu wanajua watatengenezaje hela. So those guys wana financial muscles. Kwa hiyo mtu anajiuliza, nitakapo disclose siri zao, how safe am I? Kwa hiyo mara nyingi usalama wa mtu unamfanya asifungue hizo codes. Valentine, unadhani nini hasa ambacho kinapelekea mambo haya na kwa hayakomi, hata tunaposikia visa vya namna hii, unaposikia shuhuda za namna hii, lakini bado inaendelea kutokea kila wakati, na tunaambiwa hata wasomi kama hao uliotueleza mfano mzuri na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia haki za masuala ya uhamiaji IOM limewahi kuzungumza pia kwamba hata watu wazima walio wasomi wanatumbukia kwenye kadhia za namna hii. Unadhani tatizo hasa ni nini? Yeah, na hasa hata wa traffickers watafuti mtu ili mradi mtu na wasomi wanawahitaji. Na wasomi wengi wamekuwa wakiingia kwenye mtego kwa sababu pengine tunapata watu wengi ambao wamejiandaa kuajiriwa na sio kujiajiri. Marehemu Rais Mkapa amewahi kusema kauli yake nzuri sana. Akasema Tanzania ziko kazi nyingi sana,
lakini kuna ajira chache sana. Yaani ukitaka kutafuta kazi za kufanya ziko nyingi mno, lakini ajira ni chache. Sasa wasomi wengi wanahitaji ajira, hawahitaji kazi. Kwa nini nasema hivyo? Anataka aje Crown, anataka aende ofisi fulani, anataka sasa tutakuja Crown yote. Wataenda ofisi fulani yote. Hapo unatuambia nini? Kwa hiyo cha kwanza nataka kusema kwamba kinachopelekea mambo haya yasiishe ni kwamba wasomi wengi wanakuwa target kwa sababu wakiitiwa hizo kazi ambazo ni formal, like njoo bwana, kuna kazi ya procurement, kuna kazi ya clearing and forwarding, njoo sisi ni DHL, njoo sisi ni taasisi fulani, tunahitaji mtu mwenye weledi huu, moja kwa moja lazima huyo msomi aende. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye siku zote amekaa akijiandaa, nahitaji kazi ambayo ni official setting, sihitaji kujifanyia mwenyewe na kadhalika. Lakini cha pili, vijana wengi we are dreamers, tunajijua, tuna ndoto, tunahitaji maisha fulani, na utandawazi sasa hizi umekuwa mkubwa sana. Ukiwa kijana una iPhone 17 unaona bado hujaanza kuishi. Ukiwa kijana unaona wewe drive, unaona kabisa maisha kama vile yanakutupa mkono vile. Kwa hiyo tunahitaji maisha fulani ambayo tunakuwa influenced na social media na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tamaa ya maisha ya haraka imekuwa kwa kiwango kikubwa sana kwenye miaka hivi karibuni. Nini tukiogope sasa ili tutoke hapa? Cha kwanza kabisa tuogope pesa ya haraka. Hamna pesa ya shortcut. Pesa zote zile ili uone mtu siku moja ana pesa, kuna mchakato ulianza. Kwa hiyo tuhakikishe cha kwanza, ukishaanza kuona hizo hela za haraka, za mapema, anza kujifikiria nyuma ya pazia. Hata huyu mtu anayekuita kuja kuchukua hizo mamilioni kwenye familia yao anao wangapi ambao pengine wanazihitaji sana. And why you? Kwa nini akuite wewe? Anakupenda kwa kiasi gani? Kwa hiyo cha kwanza cha kukiogopa ni hizo fursa za haraka ambazo wewe mwenyewe hata hujui zimetokea wapi, zimeanzia wapi. Ni sheria tu inanibana, lakini ningekutajia majina ya celebrity wakubwa sana Tanzania hii. Wengine wameshawahi kudisclose, walisema walikuwa trafficked, walipelekwa huko, matokeo yake wakajikuta wanatumikishwa. Lakini sasa kitu kinachowabana vijana wengine wengi, hawa watu kwa sababu wanatishiwa vikali. Unaweza kukutana na binti ameenda Dubai, alafu anapigwa matatu. Sisemi wenye tattoo wote wamekuwa trafficked kwa sababu msije mkanikoti vibaya. Anapigwa tattoo kwa nini? Wale watu wanafanya kama, unajua tunavyoita human trafficking tunaita ni modern slavery. Yaani tunasema ni utumwa mamboleo, utumwa wa kisasa. Kwa hiyo mimi kama nina jina langu, ni wadada wote wanaokuja pale na wapiga logo zangu. Kwa hiyo nakuwa na tattoo. Wale wadada watapewa nguo fulani za kuvaa vizuri, kama ni vi crop top, kama ni vijinsi, kama ni vipensi, wataanza kukodishiwa yacht, wataanza kula maisha. Sasa wale wadada watakuwa wakiposti kwenye mitandao yao ya kijamii. Wewe ulioko hapa Dar es Salaam ukimwona shoga yako uliyesoma naye chuo anakula maisha, yuko Dubai saa zote anaogelea na yuko kwenye hoteli za nyota 5, unamwambia sasa shoga yangu si unipe connection. Unashangaa tu anakuuliza uko serious? Lakini niko serious. Sasa tafuta, una passport? Una passport? Na passport ndio. Sasa ngoja tukutumie hela ya visa na nini kila kitu alafu uje. Kumbe mwenzako ameshaona kifo cha wengi harusi. Acha na wewe nikulete tu yaone. Kwa hiyo unashangaa na wewe kweli unaingia, unajua umepewa connection, ukifika kule unaambiwa sasa kwa hela yetu ya nauli, hela yetu ya visa, hela yetu ya studio accommodation, kwa kuwa umefika hapa, utapiga hii kazi kwa miaka 2. Ukimaliza tunakurudishia dokumenti zako, utaanza kufanya kutengeneza hela yako ama urudi kwenu. Kwa hiyo wadada wengi wamekuwa target na wamewasababisha wenzao wengine watagetiwe. Na juzi kuna celebrity mkubwa sana, sita disclose ila nyeka tafuteni kwa muda wenu homework. Anasema aliwahi kwenda nchi fulani, aliitwa na rafiki zake. Akafikia hatua akajikuta amebananishwa. Alivyobananishwa alikimbilia nyumba fulani ya ibada, ndo akasaidika huko. Kwa hiyo mwisho wa siku akasaidika. Kwa hiyo hakuna mtu yuko salama mpaka wote tuwe salama. Kwa hiyo mimi natamani elimu hii wafikie vijana, iwafikie wazazi. Nadhani hata mtoto kuitwa kwenda kufanya kazi mkoa tofauti na wewe unaoishi, usimruhusu tu aende kirahisi namna hiyo, pasi na kujua anafika kwenye mazingira gani. Na kama utaona mtu wa familia yako ameenda nchi fulani ama mkoa fulani, alafu ghafla tu imetokea huna mawasiliano naye tena, huna ukaribu naye tena, anza kuona ni red flags hizo. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasema kwa umma uelewe, hakuna maisha ya shortcut. Hamna utajiri ambao unaingia usiku mmoja. Kwa hiyo ukishaanza kuona hizo ni indicator za utapeli, ni indicator za kuanza kuingizwa mtegoni. Mkutano wiki moja milioni 40.
Peter Jackson anasema kwamba kwa kweli jamani, maisha ya leo ni magumu sana. Sarafina anasema wacha mimi niendelee tu kujipambania mwenyewe, wanaotaka kuajiriwa kwenye ofisi za viti vya kuzunguka kama Ikulu ndo hayo yanawakuta kama ndo hao yanawakuta kama hayo. Sasa vijana tunapenda maisha ya mseleleko ya kujiposti, na anayoyasema kaka ni kweli kabisa, wengine tuna ushuhuda. Sarafina ana kitu. Nimbe zake leo zimekuwa nyingi sana. Tabiri siku tumwalike labda tuambie yapi yamemsibu. Valentine, asante sana kwa kuungana nasi, na asante sana kwa elimu kubwa na nzuri kabisa. Natumai tutaendelea kupata wakati mzuri wa kuzungumza na wewe kadiri siku zinavyozidi kwenda, sio tu mpaka ifike siku ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.